Mheshimiwa Yumna Manga Omar. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii ya kuwa muulizaji wa kwanza. Kwanza kabisa ningependa kumpongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi kubwa anayoifanya, lakini pia kwa namna alivyojipambanua kwamba yeye ni balozi wa watu wenye ulemavu. Hii ni ishara kubwa ya uongozi na imetupa sisi watu wenye ulemavu matumaini makubwa kwamba serikali hii ya awamu ya 6 inaongoza kuzingatia utu, usawa na kwamba kila Mtanzania ana nafasi ya kushiriki maendeleo ya taifa hili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi Tanzania tumekuwa tukishiriki mashindano ya kimataifa ya watu wenye ulemavu ya michezo yanayojulikana kama Paralympic tokea mwaka 1992 kwa awamu tofauti, lakini hatujawahi kupata medali ya aina yoyote kwa kipindi chote hicho. Swali langu ni kwamba je, serikali ina mikakati gani ya kuhakikisha kwamba inaimarisha michezo kwa watu wenye ulemavu ili tuweze kuleta medali ndani ya taifa letu? Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, kabla sijajibu swali la Mheshimiwa mbunge, niruhusu nitumie fursa hii kumshukuru sana Baba Askofu Maimbo Mdolwa, mkuu wa Kanisa la Kianglikana Tanzania, na Baraza la Maaskofu wa Kianglikana Tanzania na Waanglikana wote kwa heshima walionipa juzi wikendi iliyopita ya kunitunukia cheo cha lay canon wa Kanisa la Kianglikana. Mheshimiwa Spika, sichukulii kawaida jambo hilo, na hasa ikizingatiwa inawezekana ikawa ndio lay canon wa kwanza wa Kanisa la Kianglikana asiye Mwanglikana. Mheshimiwa Spika, niende kwenye swali la Mheshimiwa mbunge. Nimpongeze sana kwa swali alilolileta. Ni kweli timu zetu za watu wenye ulemavu zimekuwa zikishiriki mashindano aliyoyataja na mashindano mengine ya kimataifa. Na kwa kweli Mheshimiwa mbunge amesema hawajafanikiwa kupata medali, lakini kwa kweli wameiletea sifa kubwa nchi yetu. Kama waheshimiwa wabunge mtakavyokumbuka, timu yetu ya Tembo Warriors ilishiriki kombe la dunia, na tena haikushiriki kinyonge. Ilishiriki kama timu iliyojiandaa na ilionyesha mchezo mzuri sana mwaka 2022. Kadhalika ikashiriki mashindano ya AFCON mwaka 2024 nchini Misri, na kushiriki mashindano ya Sekafa yaliyofanyika Burundi, na kama sikosei ilikwenda mpaka hatua ya fainali. Hicho sio kitu kidogo. Sasa kuhusu mikakati, Mheshimiwa Spika, nimhakikishie mbunge serikali itaendelea kutengeneza mazingira ya kuweza kupata hizo medali, ikiwa ni pamoja na kuandaa miundombinu itakaowezesha wachezaji wetu hao wa timu za watu wenye ulemavu kuweza kujiandaa yanapokuwepo mashindano. Miundombinu ni sehemu ya maandalizi ya kuweza kufanya vizuri. Lakini la pili, serikali itaendelea kuzisajili zile timu ili tuwe na wachezaji na kuzipatia vitendea kazi. Kama ambavyo umeona kwenye bajeti, tumeendelea kuandaa mazingira ya kuwa na uwezesho kwenye timu zetu za taifa. Mheshimiwa Spika, pamoja na kwamba kwenye yale mashindano timu zetu hazikupata medali nyingi, lakini bado wachezaji wa timu zile waliweza kuonekana duniani na kuweza kusajiliwa katika timu mbalimbali kule duniani. Kwa Mheshimiwa Spika, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge serikali itaendelea kuwekeza katika michezo hiyo ili kuweza kuhakikisha kwamba timu zetu zinapata mafanikio makubwa zaidi. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.